Yes, waligani mtazamaji wa Wondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter Wondo TV. Niko hapa kuweza kupitisha kwenye story mbalimbali za kimichezo, lakini pia tunafahamu story kubwa ni mchezo mkubwa wa klabu bingwa barani Afrika Young Africans Sports Club ambao walikuwa wanakaribishwa mabingwa kutokea nchi ya Misri, mji mkuu wa Cairo, ambao ni National Al Ahly. Mchezo ambao umetamatika katika dimba la Amani Complex Usani Zanzibar kwa Young Africans Sports Club dhidi ya National Al Ahly, kwa pande zote mbili kuweza kufungana goli moja kwa moja au sare ya moja kwa moja. Sasa stories zimekuwepo kwenye mitandao ya kijamii kwa kiasi kubwa, namna ambavyo watu wamekuwa wanazungumza, mashabiki wa Young Africans Sports Club, wanachama pia wa Yanga, wapenzi wa soka pia, wachambuzi wa habari za kimichezo. Ni story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa, lakini pia tunafahamu kwenye msimamo Young Africans Sports Club wana point 5, kitu ambacho maybe mashabiki bado kinawapa morali kubwa kuweza kupambana na kuweza kujua namna gani ambavyo Young Africans Sports Club inaweza ikapambana na kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa nimeona naweza kupitia kwenye uchambuzi kwa kiasi kubwa kipindi cha kwanza, lakini pia game analysis kipindi cha pili, namna ambavyo mchezo umetamatika, lakini pia kiufundi, kimbinu na namna ambavyo performance ya wachezaji mmoja mmoja, kiasi pia ambacho tulikuwa tunazungumza kwa kiasi kubwa katika upande wa Young Africans Sports Club, mabingwa wa Kiswahili NBC Premier League, lakini pia National Al Ahly kutokea Cairo Misri, mchezo ambao umetamatika kwa sare ya moja kwa moja. Je, Young Africans Sports Club wanachama bado wanao imani ya Young Africans Sports Club kuweza kutoka sehemu moja kwenda hatua nyingine ambayo tunasema kwamba kutoka group stage na kwenda hatua ya robo finali? Of course, to be honest, naweza nikasema kwamba ni mchezo ambao ulikuwa unakupishana. Kipindi cha kwanza unaweza kusema kwamba Young Africans Sports Club walikuwa wanajua namna gani ambavyo wanaweza wakapata goli moja au magoli mawili kuweza kutengeneza kama gap kubwa kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia mchezaji moja kwanza kwenye eneo la goalkeeping, unamzungumza mtu kama Diarra ambaye ana uwezo mkubwa, goalkeeper ambaye ana nafasi kubwa sana kuweza kuisaidia club kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ile 11 outfield player ambayo tumekuwa tunaizungumza, mchezaji ambaye ana nafasi kubwa sana kuweza kutoa msaada mkubwa kwenye eneo la goalkeeping, kwa sababu kuna zile fantastic saving ambazo alikuwa anazionyesha, lakini pia ile footwork ambayo tumekuwa tunaizungumza ni kitu ambacho kipindi cha kwanza ameonyesha ule ubora ambao mashabiki wengi walikuwa na imani kwamba anaweza akaonyesha na kuweza kuisaidia club kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwenye eneo la left fullback, eneo la right fullback, unamzungumza maybe mtu kama Dickson Job ambaye maybe alikuwa anatumika kwenye eneo la center back, mlinzi wa kati, lakini pia alikuwa anaenda paka kwenye eneo la right fullback, mlinzi namba 2 wa klabu ya Young Africans Sports Club. Kipindi cha kwanza unaweza kusema kwamba ni kama ushirikiano ambao ulikuwepo kati ya Sherlock Bock, namna ambavyo alikuwa ana offense lakini pia kudefense, offense kushambulia, lakini pia kudefense kuzuia, ni kitu ambacho alikuwa anafanya mtu kama Sherlock Bock, ile speed ambayo amekuwa nao, lakini pia uwepo wa mtu kama Dickson Job ni kitu ambacho alikuwa anakifanya, namna ambavyo alikuwa anarudi kwenye eneo la center back kuweza kumsaidia mtu kama Ibrahim Baka ambaye amefunga goli, lakini pia uwepo wa mtu kama Bakari Mwamnyeto ambaye was the best defenders kwenye coach ya Young Africans Sports Club, na wao ndio bora ambao wameweza kuonesha kwenye eneo la center back. Lakini ukiachana kwenye eneo la defensive kwenye coach ya Young Africans Sports Club, lazima angalie kwenye eneo la midfield au kwenye eneo la katikati mwa kiwanja, mtu kama Damaro Kamara ambaye ameanza kwa kiasi kubwa, ameaminiwa na coach ya Young Africans Sports Club, kocha mkuu, lakini pia ameweza kumpatia nafasi na ameweza kuonesha ubora ambao maybe amekuwa anaonesha kama big consistency ambayo amekuwa na mtu kama Damaro Kamara, lakini kama the best partnership ambayo alikuwa anaitengeneza kwenye eneo kati ya Kamara pamoja na Duke Abuya. Unamwangalia Duke Abuya kwenye eneo la defensive, lakini pia Kamara alikuwa anatumika zaidi kwenye eneo la offensive, lakini Duke Abuya amekuwa moja kati ya kiungo ambao amekuwa anatumika kwenye box A na box B, ile tunasema kwamba box to box midfielder, yule kiungo ambaye anaweza katika kwenye box la defensive, kwenye box la uzuiaji, lakini pia kwenye eneo la offensive zaidi au kwenye eneo la ushambuliaji zaidi, ile box to box midfielder ni kitu ambacho alikuwa anakifanya mtu kama Duke Abuya. Kwa hiyo ni kama the best partner anajaribu kuitengeneza kwenye eneo la katikati mwa kiwanja kati ya Duke Abuya pamoja na Damaro Kamara ambao ni tunasema kwamba viungo wazuiaji katika klabu ya Young Africans Sports Club. Kwenye eneo la viungo washambuliaji au attacking midfielder, lazima mzungumzie mtu kama Kisipian Zenge kwenye flanks au pembezoni mwa kiwanja, namna ambavyo alikuwa anakuta mpira, anapiga zile penetration pass, anagusa na achia, lakini Pakome pia Zuzua ambaye alikuwa anatumika kama inside forward number 10 wa coach ya Young Africans Sports Club, yule namba 10 ambaye alikuwa anacheza nyuma ya mshambuliaji. Unamzungumza mtu kama Nepu ambaye ni mshambuliaji wa klabu ya Young Africans Sports Club ambaye amepata nafasi kubwa ya kuweza kuanza katika siku ya leo. Kwa hiyo
To be honest, nafikiri kwamba ile game plan ambayo amekuja nayo game approach au mpango mkakati ambao amekuja nao mwalimu wa Africa Sports Club umeweza kuisaidia klabu kuweza kupata goli la utangulizi ambao limefungwa na mtu kama Ibrahim Baka ambaye ni mlinzi wa klabu ya Africa Sports Club. Kwa hiyo kama game approach ambayo unaweza kusema kwamba imemlipa kwa kiasi kwa kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili nafikiri National Al wameweza kusoma vizuri ile game approach ambayo Africa Sports Club amekuja nayo kipindi cha kwanza. Unaweza kusema kwamba mchezaji mmoja alikuwa anaipambania ile thamani ya jezi ya timu husika, ile fighting spirit ambayo tumekuwa tunaizungumza, lakini pia ubora ambao amekuwa nao, performance pia ambao ameonyesha mchezaji mmoja, angalia mtu kama Dieng kwenye eneo la katikati, lakini pia angalia uwepo wa mtu kama Trezeguet kwenye eneo la flanks, namna ambavyo alikuwa msumbufu kwa kiasi kubwa. Wachezaji wengi sana ambao walikuwa na uwezo mkubwa kwenye eneo la final third kwa kiasi hicho, midfield pia kwenye eneo la defensive, kuanzia kwenye eneo la goalkeeping. Ni timu ambayo ilikuwa inacheza kimkakati zaidi, lakini pia quality pamoja na class, na ukijumlisha na ile experience players, wale wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, matured players ambao wanajua namna gani ambavyo wanaweza kaipambania thamani ya jezi ya timu husika. Ile fighting speed ni kitu ambacho kimeweza kuwasaidia na kuweza kupata point moja ambayo imeweza kuwatengenezea gap kubwa na wapinzani wao, kwa sababu wameshika nafasi ya kwanza, na kwenye group National Al wanaongoza na wana point nyingi zaidi kwenye group lao na wanashika nafasi ya kwanza. Young Africans Sports Club pia the same scenario, ina point 5 nafasi ya pili, lakini pia timu zingine ambazo zinafuatia kama Farabat na JS Kabylie. Kwa hiyo to be honest, kwa kumalizia, ni mchezo ambao ulikuwa kupishana kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya National Al ambao ni mabingwa wa Cairo, Misri, mchezo mkubwa ambao ulikuwa na hadhi ya kimataifa. Mimi naitwa Aidan Jema kutoka Uhondo TV. Nimeweza kueleza kwenye uchambuzi wa namna ambavyo mchezo umetamatika kipindi cha kwanza, lakini pia kipindi cha pili, namna ambavyo Young Africans Sports Club wamedominate kipindi cha kwanza, lakini pia National Al wameweza kusawazisha makosa ambayo wamefanya kipindi cha kwanza na kuweza kufunga goli kupitia kwa kiungo mkabaji ambaye anaitwa Dieng. Hii hapa ni Uhondo TV.